Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo ni tarehe 1 Juni, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yustini mfiadini. Yustini alizaliwa mnamo mwaka 100 katika familia ya Kigiriki huko mjini Flavia Neapolis, mji ambao nyakati hizi unaitwa mji wa Nablus uliopo mkoani Samaria nchini Palestina. Alipata elimu bora kutoka kwa walimu mashuhuri wa falsafa ya wakati ule, akawa mtaalamu katika falsafa. Hata hivyo, elimu hii haikuweza kutosheleza tamaa yake ya kujua ukweli, hasa ukweli kumhusu Mungu. Yustini alipohitimu na kuwa mtu mzima, aliona kwamba anajua mambo mengi isipokuwa ya Mungu. Alijua kuwa Mungu ni muumba na mwenyezi, lakini hakujua kwamba mwanadamu anapaswa kufanya nini. Haya hakuyajua. Basi alianza kusoma maandiko ya wana falsafa wakuu kama Sokrates na Plato. Hata hivyo hakuridhika. Alifanya majadiliano marefu na Mkristo mmoja kuhusu falsafa na imani. Mwisho aligundua kuwa ukweli juu ya Mungu unapatikana miongoni mwa Wakristo. Alianza kusoma Biblia na hasa kitabu cha manabii na maandishi ya Kikristo, na pia aliwauliza mapadre na viongozi wengine. Alipoona jinsi Wakristo walivyoonesha ujasiri wa hali ya juu, wakikubali kufa kuliko kukana imani yao, alishangaa na kujiuliza, kama hiki wanachoamini kingekuwa cha uongo, wasingelikuwa tayari kufa shahidi. Akaanza kuelewa mambo ya Mungu. Imani ya mashahidi na maandiko matakatifu vilimfanya hatimaye aongoke na kubatizwa akiwa na umri wa miaka 30. Aliishi maisha ya kujitesa akihubiri ukweli juu ya Yesu Kristo. Alisafiri hadi Roma na huko alifungua shule kuwafundisha Wakristo namna ya kutetea imani yao, na sifa za shule hiyo zilivuma kila mahali. Yustini alishiriki mabishano ya siku zile. Alipoongoka, aliandika vitabu vingi vya kutetea dini Katoliki. Alitetea dini ya Kikatoliki kwa sababu Wakristo nyakati hizo walikuwa wakiteswa na kuuawa ovyo kwa sababu ya imani yao. Yustini aliandika barua kwa makaisari Antonini na Marco Aurelio akiwaonya waache kuwatesa Wakristo. Aliimarisha imani ya Wakristo akiwaambia kuwa wanapaswa kuona furaha kwa kuwa wanaamini kwamba wakiuawa Mungu atawafufua kwa ajili ya Yesu Kristo. Pia aliandika mafundisho juu ya Ekaristi Takatifu, jinsi ilivyokuwa inaadhimishwa kule Roma, na baada ya Antonini Pius kuyasoma mnamo mwaka 147 alitoa tamko kwa Wakristo wasidhulumiwe tena. Hata hivyo, madhulumu yaliendelea. Mnamo mwaka 160 Yustini alikwenda Efeso na akakutana na mwalimu mkuu wa dini ya Kiyahudi aitwaye Trifoni. Yustini alifanya majadiliano naye kwa siku 2 nzima, akitumia vitabu vya manabii kumwonesha kuwa agano lake limekamilishwa na agano jipya kwa njia ya Yesu ambaye ni Masiha. Trifoni akakubali kuwa kweli Masiha amekwisha kuja, lakini bado hajajidhihirisha wazi kwa ulimwengu. Ingawa Yustini aliwatetea sana Wakristo kuwa sio wahalifu, lakini makaisari wa Roma waliendelea kuwatesa Wakristo. Yustini alishtakiwa kwa Kaisari Marco Aurelio, akatupwa gerezani na baadaye
alilazimishwa akane imani yake, lakini Yustini alisema kwa ujasiri kuwa hakuna mtu mwenye akili timamu anayekubali kubadili ukweli kuwa uongo. Yeye ni Mkristo, hawezi kutoa sadaka kwa miungu ya uongo. Alihukumiwa kuuawa na walimuua kwa kumkata kichwa mnamo mwaka 165. Yustini alikufa akiwa na umri wa miaka 67. Yustini ni mwana teolojia wa kwanza mtetezi wa imani Katoliki na msimamizi wa wanafalsafa wa Katoliki. Yeye na Mtakatifu Efrem ni mababa wa kanisa pekee ambao si mapadre, maaskofu wala mababa watakatifu. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Yustini mfiadini. Hakuna kitu kingine tunachotamani zaidi kuliko kuvumilia mateso kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kuwa hili ndilo litakalotupa furaha na kujiamini siku ya hukumu, ambapo watu wote watahukumiwa. Rejea ya Mtakatifu Yustini. Watakatifu wengine tarehe 1 mwezi Juni: Mtakatifu Fortunata, watakatifu Iskirion, Amonius, Zeno, Ptolemeus, Ingenuo na Theophilus, wafiadini wa Misri, na pia Mtakatifu Krispini, mfiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Yustini mfiadini, utuombee.